Young Africans kwa jicho lingine la tatu ama la kichambuzi zaidi. Yanga ambayo ukijaribu kuingia kwenye mitandao ya kijamii mashabiki bado hawana kama imani na kocha. Wanasema kwamba aina uchezaji ambao anaufanya si mzuri sana. Mimi swali langu la msingi kwako nataka kuuliza, kuna faida kwa mwalimu kutokuwa na kikosi kinachoeleweka? Maanake kwenye mchezo huu amecheza kikosi kingine, mchezo uliopita kikosi kingine. Kwa mfano mzuri, mchezo uliopita wa NBC amecheza na Zimbwe, mchezo huu amecheza na Boka dakika 90. Unajaribu kuangalia namna ambavyo anajaribu kusimama ama anatofautisha. Hii inampa faida yeye kutokujulikana namna anavyocheza, ama ni hasara, kuna siku atajutia? Kwanza mimi nikienda kwenye swali lako nitalikata vipande viwili. Unajua, kwanza Tanzania lazima tumshukuru kocha ambaye ni mgeni, amekuja anawapa nafasi wachezaji wote. Anapowapa nafasi wachezaji wote, wachezaji wa kigeni, labda nitoe elimu kwa watu wako leo, wachezaji wa kigeni wanahitaji 12 13. You see? Katika wachezaji 30, wachezaji karibuni 19 ni wazawa. Sasa ukitumia wachezaji wazawa wapate nafasi za kucheza mashindano ya kimataifa kama hivi, kwenye career yake ya mchezo inamongezea credit katika mazingira ya uchezaji. Tunawapa uzoefu wa kucheza mashindano, kwa sababu sasa hivi Tanzania tunashiriki mashindano ya kimataifa na national teams zinashiriki ngazi ya ndani, vilabu vya ndani, wachezaji wa ndani, mashindano ya kuwania kombe la dunia, kufuzu kombe la Afrika. Wanapata hizi nafasi wanavyoingia, inatusaidia sisi katika kuibeba timu. Tuende katika swali lingine. Bahati nzuri nilifuatilia vizuri sana interview aliyofanyiwa yeye. Alisema kwamba ana kikosi cha watu 30. So kila mtu anatakiwa apate nafasi ya kucheza. Kama anapata nafasi ya kucheza na au tutapata nafasi ya kumchezesha, hii itamvunja moyo mchezaji ambaye amenunuliwa kwa ajili ya kuja kuchezea kwenye klabu alafu asipate nafasi ya kucheza. So mimi nadhani hiyo ni slogan nzuri na tusaidia sisi kama wa Tanzania, kwamba tunapopata nafasi hiyo, wachezaji wetu wanapata nafasi hiyo, vyombo vya habari au mashabiki wapate nafasi ya kuwaongea na viongozi, waendelee kupata walimu wa aina hii ili kuwapata. Angalia leo hii Andambwile anaweza kukaa kwenye namba 6, asipokuwepo leo watu wanapiga kelele. You see? Sasa kwa utaratibu huo tushampata namba 6 ambaye mbali na kwenye national team tukiwa na Kagoma na yeye akiwepo tunapata timu ya kucheza. You see? So kwangu inanipa huo uwanda mpana. Lakini pia tumeona leo Chikola ameingia. Mashindano haya ni mara ya kwanza kushiriki mashindano ya kimataifa kwa bingwa. Leo amecheza vizuri. Edmund umemwona leo amecheza. Ameingia alikuwa na push, bado vitu vidogo bado umri wake. Nataka nikupe siri moja. Angalia Mzinze leo tunamuimba na kila vyombo vya habari wanamuimba. Lakini je, tumturui nyuma miaka 3 au 4 nyuma, tulikuwa hatumwezi kumuimba Mzinze. Mzinze alikosa goli la uwazi dakika 89 kule South Africa na Mamelodi Sundowns, mechi ambayo ilikuwa na tension kubwa sana. Yeye na kipa confidence tulikuwa imekosekana, lakini leo hii Mzinze akashapata confidence, asipokuwepo uwanjani tunapoja sisi tunaanza kupiga kelele. So kwangu mimi naona ni tufike sehemu tuangalie kwamba wanapopata nafasi katika mifumo tofauti kwetu sisi wa Tanzania inatuchukulia kitu gani. Mimi nimesema kwamba mimi nachambua mpira, sichambui ushabiki. Mimi naangalia potential timu inavyokuwa imekaba, timu inapokuwa inatoka, timu inapokuwa inashambuliwa. Angalia Yanga ikiwa inashambuliwa. Yanga ikiwa inashambuliwa, nyuma unakuta wachezaji wa 6, unamkuta Ndambwile, unamkuta Baka, unamkuta Jobu, unakuta Kibwana, huku pembeni unakuta Boka na Duke Abuya alikuwa anarudi katikati. So hiyo inakupa difference kwamba kwa timu ambayo kwanza kocha yote anakuja kwenye timu cha kwanza anaangalia jinsi ya kulinda timu, then anakuja anaangalia kipindi cha pili, timu inavyotoka chini kwenda juu inaendaje, alafu la tatu tunaenda mifumo ya kufunga. Hatua hana muda mrefu, alafu ukifikiria kocha hakupata kukaa na wachezaji wote. Wachezaji wengi walikuwa wanatumika national team. Jobu, Baka walikuwa wanatumika national team. You see, ameanza nao. Kwa maana hiyo tutapokea hiyo malalamiko. Timu inayocheza kwa mifumo mara zote tunaweza kuona haina kitu, lakini timu pinzani ikiwa inacheza, ukimuuliza kocha hapo atakwambia kwamba wachezaji walichoka sana, kwa sababu the way Yanga mfumo wake unavyotumia. Baada ya kuchoka wa mabwana, leo goli zinaanza kupatikana, mianya ikawa inapatikana. You see? Sasa kwa maana hiyo lazima uangalie, uipe pongezi kocha anachokifanya.
ukicheza kwenye mfumo, kama timu inaweza kuzuia huo mfumo, je, inao nguvu ya kuzuia dakika 90? Ukikata moto utafunga goli nyingi sana. Lati kama ingopo ilikuwa nafasi imepatengenezwa nyingi, ungeweza kupata goli 3 tena. Yes. Okay, swali langu jingine, unaiona wapi Yanga kwenye michuano ya kimataifa? Umefanya vizuri kwenye baadhi ya msimu kwa kombe la shirikisho kufika finali, lakini hatua hii tena wako kwenye klabu bingwa barani Afrika. Unaiona wapi kwa mwendo huu ambao umeanza nao? Kwanza mimi nirudi kwenye slogan ya rais wa Yanga. Amesema kwamba yeye anachowazia ni makundi, kuwa na uhakika kuingia kwenye makundi. Baada ya hapo atawazia kuingia kucheza robo finali. Baada ya hapo ataanza kuendelea hivi. Lakini akasema even if tukipata trophy ya zawadi ya kuendelea, tutaendelea. You see? Sasa hiyo tuache kauli ya rais. Yaani inamaanisha kwamba Yanga sasa hivi, unajua mashindano ya kimataifa, kwa nini Simba ameweza kufanikiwa sana? Simba anacheza project, kimikakati, kwamba tunapotoka hapa tunapokwenda sehemu ya hatua ya mtoano au nakwenda kutafuta point, natafutaje point? Natafuta point kwa kutafuta aina ya goli, iwe kwa kichwa, kwa aina yote. Ndakurudisha nyuma, michezo kama hii inahitaji matokeo. Unapopata matokeo ndipo unapokwenda. Ukienda show game utabakia tu kama leo Mamelodi Sundowns wanacheza show game, walicheza na Pyramid. Simuona show game wanacheza wao mpira, lakini mwisho wa siku watu naenda na score. Watu hawataki sio show game. Wanaangalia mpira ukipatikana, Mahela akascore goli zuri tu. Baadaye nani alicheza mpira mzuri? Alicheza yeye, lakini mwisho wa siku alifungwa. Sasa katika utaratibu huo, mashindano yalotokea sasa hivi, aggregate kwa mfano sasa hivi ni matokeo. Even if hao jamaa leo wamecheza mpira mzuri, lakini mwisho wa siku matokeo hayako kwao, hawezi kuendelea. Kwa maana hiyo sasa kinachotajika katika kila mechi inayokuja ikiwa na mikakati, mimi nadhani hapo ndio inaweza kuendelea.